Ahlan wa sahlan wa marhaban biki mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya. Lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na watu wenye ualbino wametajwa kuwa katika hatari kubwa ya kupata saratani ya ngozi kutokana na kuathiriwa moja kwa moja na miale mikali ya jua. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza ni mukhtasari wake. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi asema mradi wa kuunganisha gridi ya umeme kati ya Tanzania na Zambia utaimarisha biashara ya umeme kikanda. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aweka jiwe la msingi kwenye shule ya sekondari ya amali ya mkoani Rukwa. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali yasema mchango wa wanawake katika pato la taifa umezidi kuimarika. Katika habari za kimataifa, baraza la wataalamu la Iran lamteua Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo. Na katika habari za michezo na burudani, uchaguzi mkuu wa DOC sasa kufanyika Aprili 12 jijini Dar es Salaam. Na dabi ya Lubumbashi huko DR Congo yavunjika baada ya kutokezea vurugu za mashabiki kwenye uwanja wa Kamalondo. Na barabara kabisa mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman, karibu tuwe sote. Moja kwa moja mtazamaji, tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amesema mradi wa kuunganisha gridi ya umeme kati ya Tanzania na Zambia Tanza wenye thamani ya shilingi trilioni 2 unatarajiwa kuleta manufaa makubwa ya kiuchumi na kuimarisha biashara ya umeme kikanda pindi utakapomalizika. Taarifa zaidi na Loudens Simkonda. Waziri Ndejembi ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake katika kituo cha kupoza umeme cha Iganjo kilichopo Uyole jijini Mbeya kwa lengo la kukagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi huo wa kimkakati. Mradi huu ni mradi muhimu sana na thamani nzima ya mradi huu ni karibia trilioni 2 ya Kitanzania. Na tupo kwenye ziara sasa ya kukagua miradi hii ambayo inaendelea ya kuongeza nguvu kwenye gridi yetu ya taifa, na niwapongeze shirika la umeme TANESCO kwa kazi ya usimamizi mzuri kwa huku, tofauti kidogo na kile tulichokikuta jana kule Tunduru. Mkandarasi wa kule anasuasua sana. Kamishna wa nishati kutoka Wizara ya Nishati Mhandisi Innocent Luoga amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa vituo vitatu vya kupoza umeme kutoka mkoa wa Iringa hadi mkoa wa Rukwa. Kwa kituo cha kwanza ni pale Tagamenda Iringa, kituo cha pili Kisada Mafinga, kituo cha tatu hapa Iganjo, kituo cha 4 Ikangamo Tunduma, na kituo cha 5 Mheshimiwa Waziri Malangali pale Sumbawanga. Meneja mradi Mhandisi Elias Makunga amesema utekelezaji wa mradi wa kituo cha kupoza umeme cha Iganjo umefikia 76%. Mradi wetu uko 76% ya utekelezaji. Ujenzi wa misingi umeshakamilika kwa 89%. Upande wa supply kwa maana vifaa kutoka China tupo 89%. Naye mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya Patrick Mwalunenge wamesema mradi huo utasaidia kupunguza changamoto ya umeme na kuongeza fursa za maendeleo kwa wananchi. Kwa wetu wa Mbeya una vijiji 533. Hivi ninavyozungumza na wewe umeme umefika kwenye vijiji vyote kwa 100%. Vitongoji zaidi ya 1880 umeme umeshafika. Kwa utaratibu huu, maana sasa umeme umeshafika vijijini mpaka kwenye vitongoji, tunaweka vijana wetu wataweza kujiajiri kule kwa kufungua viwanda vidogo vidogo vya kuchakata mazao na mwisho wa siku kuongeza thamani na kujiongezea ajira. Waziri Ndejembi ameagiza uongozi wa TANESCO kuhakikisha mradi huo wa kimkakati unakamilika kwa wakati ili Tanzania iweze kunufaika kikamilifu na biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Kusini. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya.
Asante sana Lawrence Simkonda kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameweka jiwe la msingi kwenye shule sekondari ya amali ya mkoa wa Rukwa iliyopo katika kata ya Majengo na Manyere, wilaya Nkasi, mkoani Rukwa. Mradi huo unatekelezwa kupitia programu ya kuboresha ubora wa elimu ya sekondari SICUP kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6. Hizi ni shule zenu, huu ni urithi wenu. Ameweka alama, miaka na miaka watoto wenu wataendelea kusoma, kupata ujuzi. Wapo watakaojiajiri, wapo watakao kuwa mainjinia wa serikali, wapo watakao kuwa viongozi. Kazi ambayo ameifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, 103 kwa mpigo. Tukiachana na taarifa hii, tutazame taarifa nyingine. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali inatambua na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, Public Private Partnership PPP, kama njia muhimu ya kuongeza rasilimali fedha na kuharakisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo nchini. Taarifa kamili na Michael Noel. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omari wakati akifungua mafunzo ya 17 ya kozi fupi kwa watendaji na viongozi waandamizi wa serikali na sekta binafsi. Tunahitaji mageuzi makubwa ya uchumi wetu, yakiwemo mfumo wa uzalishaji, hasa kupelekea viwanda kuchukua nafasi yake. Tunahitaji kuifungua zaidi nchi kwa miundombinu ya ndani na ile inayosaidia eneo letu lote la Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Na tunahitaji pia kuleta maendeleo ya haraka na ya kisasa. Waziri huyu wa Fedha ametoa wito kwa watu wa mada na washiriki kutafuta majawabu juu ya changamoto zinazokwamisha miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Inawezekana ikawa ni sheria, inawezekana ikawa ni mfumo wa kitaasisi na uratibu, inawezekana sababu ikawa ni uoga wa vihatarishi vya njia yenyewe ya PPP, inawezekana sababu ikawa ni wanagenzi wetu wa kutumia PPP na hofu tulionayo ya kunufaisha zaidi sekta binafsi kuliko sisi upande wa serikali. Tunasema tunapigwa. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Meja Jenerali Wilbert Buge, amesema chuo hicho kimeandaa mafunzo hayo kwa kutambua umuhimu wa watendaji na watoa maamuzi kuwa na mawazo yanayounganika, wanaohusika na uratibu na kutolea maamuzi yanayozihusu sekta hizi muhimu katika ubia wake. Ni lazima wawe na mawazo na vitendo vilivyounganika. Serikali ina jukumu la kuweka sera, sheria, miongozo na mazingira wezeshi, wakati sekta binafsi pamoja na mambo mengine kwa rasilimali za kifedha, utaalamu wa kiufundi na ubunifu wenye kutumia teknolojia ya kisasa. Kozi fupi ya 17 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania itafanyika kwa siku 5 ikihusisha washiriki 100, ambapo miongoni mwao ni makatibu tawala wa mikoa, watendaji wakuu wa taasisi za umma, maafisa wakuu kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za fedha na watendaji wakuu waandamizi kutoka sekta binafsi. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV. Maarifa ya uongozi wa kimkakati na ubunifu katika sekta ya elimu ngazi za mikoa imeelezwa kuwa njia sahihi ya kukabiliana na kutatua changamoto za kila siku zinazojitokeza katika kada hiyo kuanzia ngazi ya chini hadi juu. Mwandishi wetu Angelo Muleka anafafanua.
Ili kufikia azma hiyo, yanatolewa mafunzo ya siku 5 kwa viongozi wa elimu ngazi ya mikoa ambao ni maafisa elimu wa mikoa yote 26 ya Tanzania bara, yakilenga kuwajengea uwezo na uelewa mpana ili kuwarahisishia kuongeza tija na ufanisi katika usimamizi wa elimu katika maeneo yao. Kwa mujibu wa naibu katibu mkuu TAMISEMI anayesimamia elimu Atupele Mwambene aliyefungua mafunzo hayo, usimamizi madhubuti wa elimu nchini ndio njia pekee itakayoleta matokeo chanya katika kutekeleza dira ya maendeleo 2050 itakayoanza kutekelezwa Julai mwaka huu. Bahati nzuri sana tutakuwa na wataalamu kutoka vyuo vikuu mbalimbali ambao watatekeleza hilo jukumu la kuwajengea uwezo viongozi wetu wa elimu katika ngazi za mikoa. Miaka ijayo tunaamini kabisa tukitekeleza na tukisimamia vema elimu, tutakuwa na jamii ambayo inapenda mabadiliko chanya kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Kuimarika kwa uwezo wa utendaji kazi kwa maafisa hao kunatajwa kama nguzo ya kuimarisha ubora wa elimu kupitia kwa wale wanaowaongoza, na hayo ndiyo matarajio ya mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM, Dr. Maulid J. Maulid. Viongozi hawa wanasimamia watu wengi na wanasimamia watu wengi kwenye ngazi ya halmashauri, kwenye ngazi ya miji, majiji. Kwa sasa hawa viongozi wanakutana na changamoto kubwa ya namna sahihi ya kuweza kutumia rasilimali ipasavyo na kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo mafunzo haya yatawajengea uwezo sahihi wa namna nzuri ya kuweza kutafuta rasilimali mbalimbali zitakazoweza kuwasaidia kuweza kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Baadhi ya wawezeshaji wa mafunzo hayo wana matumaini ya kuona aina ya viongozi wanaotakiwa katika kada ya elimu baada ya mafunzo hayo. Mafunzo haya yanalenga kuhakikisha kwamba wanakuwa viongozi ambao supportive, sio viongozi ambao wanakemea tu au viongozi ambao wanaangalia mapungufu yaliyopo. It's very important for REOs to be really... Ni muhimu sana kwa maafisa elimu wa mikoa kuwa na ujuzi imara wa kusimamia timu wanazoziongoza, hasa katika usimamizi wa takwimu na upangaji wa kimkakati, ili waweze kukabiliana na changamoto za ujifunzaji zinazojitokeza katika mikoa yao. Tunachokiona ni kwamba pale tutakapokuwa na usimamizi mzuri, mipango mizuri na maamuzi yanayotokana na takwimu, tutashuhudia mabadiliko makubwa. Based on data decision making. Mafunzo hayo yanatolewa kupitia programu ya Shule Bora chini ya ufadhili wa Cambridge Education. Angelo Mwaleka, Star TV. Na kamati ya ulinzi na usalama wilayani Nyamagana imetoa maagizo kwa kandarasi kuhakikisha miradi ya kimkakati inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaohitajika kwa kuonesha thamani ya fedha kulingana na maelekezo ya serikali. Taarifa mwandishi wetu inasomwa studio. Maagizo hayo yametolewa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi wakati akitembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa hoteli ya nyota 5 na ujenzi wa mradi wa bandari ambapo serikali imesema itaongeza mapato. Sisi maelekezo yako manager pamoja na timu yako kiwemo na mkandarasi. Sasa Juni iwe Juni kweli. Kwa sababu tunajua mradi huu ukikamilika tutakuwa na meli, tuna SGR, tuna hoteli nyota 5 ambayo kwa Tanzania nadhani ndio ya kwanza. Tunakwenda kuifungua Mwanza kiuchumi, tunakwenda kuifungua Mwanza kuwa ndio kitovu cha sekta ya usafirishaji, kuifungua Mwanza kuifanya iwe ni eneo la kiutalii na kuongeza mapato katika taifa letu la Tanzania. Mameneja wa mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF mkoa wa Mwanza na meneja wa mamlaka bandari Tanzania TPA kanda ziwa Rosemary Ndesamburo pamoja na kaimu meneja wa miradi ya mamlaka maji safi na usafi wa mazingira MUWASA Nuhu Said wameeleza manufaa ya miradi hiyo kwa jamii. Na kuchelewa mpaka ukakamilika utagharimu shilingi bilioni 123. Sehemu ya ajira zinatolewa katika eneo la mradi zinawanufaisha wakazi wa maeneo jirani. Mradi huu una gharama ya shilingi bilioni 46, lakini kwa fedha za kigeni ambazo tumeingia mkataba huu ni milioni 18, euro milioni 18. Kwa upande mwingine, kamati hiyo imewataka wakandarasi wazawa ambao wamefika eneo la miradi hawajafanya kazi yoyote kuripoti katika kamati ndani ya wiki moja. Matatu, tunataka kuona mkurugenzi na wewe mwenyewe bila uwakilishi. Mkurugenzi mwenyewe bila uwakilishi na timu yako yote wanaohusika na mradi huu bila uwakilishi. Tukae na kamati ya usalama tujue nini kilichopo. Ili tutoe maelekezo, tumalizane hii biashara tupate kazi iendelee. Kukamilika kwa miradi ya kimkakati kunataja kufungua fursa za kiuchumi, mawasiliano kuwa kitovu cha usafirishaji katika mikoa ya kanda ziwa na nchi jirani.
Mtazamaji, kwingineko, jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zimeanza kuchukuliwa kunusuru vifo vya mifugo katika kijiji cha Naralami kilichopo wilayani Monduli kwa kuotesha nyasi maalum zitakazowezesha kuboresha nyanda za malisho, hali itakayosaidia wafugaji kuwa na malisho hakika wakati wa ukame. Ukame na mafuriko ni baadhi ya mambo yanayochangia na mabadiliko tabia nchi, hali inayoathiri mifugo katika kijiji cha Naralami, ambapo baraza la wafugaji wanawake PWC kupitia mradi wa kukabiliana na mabadiliko tabia nchi POACAP limeanza kutoa elimu ya kuboresha mifugo na bidhaa zake ikiwemo maziwa na nyama ili kuboresha kipato cha kaya. Kuliteka soko la Arusha kwa kuimarisha bidhaa zao, kuongeza usafi. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wanabainisha kuwa wanadhamiria kuboresha masoko ya bidhaa za mifugo yao kwa kuwa tayari wameshapata elimu ya kufuga kwa ubora unaotakiwa. Alafu masoko pia tusaidia, tukiwa na ng'ombe yetu kwa mfano tunaweza tukauza alafu tukapata kipato. Ng'ombe yetu inaweza ikapata malisho kwa sababu ya kushiba na kupata maziwa na tunapata nyama na kupata masoko. Kama sisi wa Masai tuko kwenye nani ya biashara kama kufuga kuku na kufuga ng'ombe. Kwa hiyo tunaamini kwamba haya mafunzo Mungu atatusaidia na sisi tutaendelea mbele na tuondokane na umaskini. Kwa upande wake afisa msimamizi wa uendelezaji wa malisho wa halmashauri ya wilaya ya Monduli, Thomas Toima, anaeleza kuwa tayari wameanza kutoa mikopo inayowezesha wafugaji kufuga kwa tija. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tunaendelea kufundisha wafugaji namna kufuna majani na kufanya kipato kingine kwa kujenga, kufanya biashara, na pia tunawapa mikopo kwa ajili ya kunenepesha mifugo. Kwa miongo kadhaa dunia imeendelea kupambana na athari za ukame na mafuriko zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayochangiwa na shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji miti ovyo, ufugaji holela na uharibifu wa vyanzo vya maji. Beatrice Gerard, Star TV, Monduli, Arusha. Mtazamaji, tukisonga mbele, kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Makambako ambaye ni mkuu wa idara ya usafi na udhibiti wa taka ngumu Apia Mayemba amewataka maafisa ugani wa mifugo na uvuvi kutatua changamoto mbalimbali kitaaluma ambazo zinawakumba wafugaji na wavuvi ili kuongeza tija katika sekta hizo za uzalishaji. Tupate taarifa kamili. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Makambako wakati wa hafla ya ufunguzi wa mafunzo rejea kwa nyanda za juu kusini kwa maafisa ugani wa mifugo na uvuvi nchini wilayani Makambako mkoani Njombe, Bi Mayemba amewataka maafisa ugani kwenda kutatua changamoto za wafugaji na wavuvi kwa umakini na utulivu. Tutakapotoka hapa, tukitoka hapa tuende tukawahudumie wananchi wetu. Kama wana changamoto wale wananchi tuweze kuzitatua kwa utulivu kabisa na kwa umakini. Kama kuna changamoto yoyote, na imani kwamba sote tulipotoka kuna wakurugenzi, basi kama kuna jambo lolote tuwashirikishe wakurugenzi ili tuweze kuzitatua changamoto za wananchi wetu, kwa maana sisi wataalamu jukumu letu kubwa ni la kuwahudumia wananchi wasiwe na masononeko wala manunguniko kwa serikali yetu, kwa maana sisi kama wataalamu tunaiwakilisha serikali. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, naibu msajili wa Baraza la Veterinari Tanzania VCT, Dr. Ubedi Nyasebwa, amebainisha kuwa lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo maafisa ugani ili kuongeza ufanisi katika utendaji kazi zao za kila siku. Na tunategemea kwamba baada ya mafunzo haya kufanyika, tunategemea kwamba ufanyaji kazi na ufanisi wa wataalamu hawa utaongezeka. Mafunzo haya yameanza toka mwaka 2022 mpaka mwaka 2025 tumeshatoa mafunzo kwa wataalamu 1958. Kwa upande wake afisa mifugo wa halmashauri ya wilaya ya Momba Regina Baha
amesema mafunzo hayo yaliyotolewa yamewapa faida hasa katika kujua namna ya kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo, pamoja na faida za kujisajili katika Baraza la Veterinari Tanzania VCT. Lilian Ruguga, Star TV. Faida tunazozipata Na kuzinduliwa kwa mpango mkakati wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kupitia mradi wa familia imara utakaoshirikisha wanaume kama vinara malezi bora, kuboresha lishe na kutokomeza aina zote za ukatili wa kijinsia. Mkurugenzi wa shirika la Kivulini Yasin Ali amesema mkakati huo utasaidia katika kutekeleza vyema mradi wa familia imara ambao unaotekelezwa katika mikoa ya Geita, Mwanza, Mara na Dodoma. Kivulini tutakwenda kuchangia kufikia wanaume zaidi ya 18,000 na wanawake zaidi ya 18,000 katika vikundi vya malezi ambavyo vitakuwa zaidi ya 1296 kutoa stadi za malezi kuanzia ngazi ya kaya. Tukitaka usawa wa kijinsia na haki za wanawake ni lazima zianzie nyumbani. Tukitaka familia imara na taifa imara ni lazima wanaume tushiriki kikamilifu. Aidha, Yasin ameyataja malengo ya kutekeleza mradi huo wa miaka 5 ili ulete tija kwa jamii. Tunaelekea kwenye mpango na bajeti. Kwa mara ya kwanza twende tutenge pesa kwa dhamira ya dhati kuhuisha kamati hizi, hususan ngazi za vijiji, ngazi za kata. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wazee na Watoto wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Zawadi Amor Nasoro, akatumia fursa hiyo kutaja baadhi ya changamoto zinazowakabili wanawake. Wanawake tumekuwa tunashindana na wanaume wetu tukiwa kwenye majumba yetu. Hapa hatuwezi kufikia malengo ya maendeleo au ya kudai haki na usawa wa mwanamke. Hakuna mwanamume yeyote anayetamani mwanamke kumkalia juu ya kichwa. Hakuna anayetamani. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Makundi Maalum, Daktari John Jingu, anasema serikali na wadau wanaendelea kujipanga kutokomeza ukatili wa kijinsia, huku afisa maendeleo ya jamii wa mkoa wa Geita Martha Kaoso akizitaja takwimu za vitendo vya ukatili. Pia unalenga kujenga uelewa wa jamii kuhusiana na mabadiliko ya mila, desturi na tabia, lakini kuimarisha huduma za msaada wa wahanga na waathirika ukatili wa kijinsia kwa maana ya msaada wa kisaikolojia. Wanawake ni nguzo muhimu katika maendeleo ya jamii. Wadau mbalimbali wa maendeleo hawana budi kuunganisha nguvu katika kuendeleza kundi hili. Viongozi na wadau mbalimbali wa kupinga masuala ya ukatili wameshiriki katika uzinduzi huo. Namna wadau wa maendeleo mkoani Pwani wameombwa kushirikiana na serikali katika kuweka mazingira rafiki ya upatikanaji wa elimu ikiwemo mifumo ya tehama kwa shule za msingi mkoani humo ili kuwasaidia wanafunzi wa shule hizo kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Wito huo umetolewa na afisa elimu taaluma wilaya ya Bagamoyo Mwalimu Joseph Beruta wakati wa ziara kukagua mradi wa maendeleo ukarabati wa madarasa na chumba cha kompyuta cha shule ya msingi Kilomo ambao unafadhiliwa na kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel Tanzania. Mwalimu Beruta amesema ukarabati wa miundombinu hiyo itawasaidia walimu na wanafunzi kupata mbinu mbalimbali za kufundishia na kujifunza kupitia tehama. Shule hii imeanza mwaka 1937. Kimsingi baadhi ya majengo yamechakaa, hususan mabati, wengine yanavuja, lakini kwa ujio wa kampuni ya Airtel imeahidi kufanya ukarabati wa madarasa yote na kubadilisha mabati yaliyozeeka na kuweka mengine. Tangu aanze kusaidia shule hii, maendeleo ya shule yameanza kubadilika, mazingira, kwa sababu wanafunzi wanasoma vizuri. Mkuu wa kitengo cha udhibiti mahusiano ya umma na mawasiliano wa Airtel Tanzania Beatrice Singano amesema ukarabati huo utafanyika kwa kipindi cha miezi 6 ili wanafunzi wa shule hiyo waanze kujifunza katika mazingira rafiki na kuongezea ubunifu katika elimu yao. Bado tunaamini kwamba ndani ya wiki 3 ukarabati utakuwa umesogea. Ukarabati ndio umeanza tu sasa hivi, uko kwenye wiki ya 2, na tunaamini ndani ya wiki 6 tutakuwa tumemaliza kufanya ukarabati wa shule hii. Kama Airtel
adopted school ambayo inadhaminiwa na Airtel Africa Foundation. Basi Airtel Tanzania tunaendelea kuifanyia kazi na kuhakikisha kwamba tunagusa maisha ya mtoto mmoja mmoja na kuhakikisha kwamba wanaweza kutimiza ndoto zao. Mkuu wa shule ya msingi Kilomo Flora Mnoe na baadhi ya wazazi wamesema uboreshaji wa miundombinu ya shule hiyo utasaidia kuongeza hari ya kujifunza kwa wanafunzi pamoja na kuongezeka kwa ufaulu. Kwa hiyo pia kwenye shule yetu tunajivunia kwamba wanafunzi wanaweza kujifunza kwa kutumia teknolojia, kwa maana wanaweza kutumia kompyuta katika ujifunzaji wao. Jitahidi kuwasukuma watoto wawe wanahudhuria, waache utoro. Angalau Airtel hata wanavyoleta ufadhili wao, tuonekane na sisi wazazi tunawasukuma watoto kuja kusoma kwa bidii. Na hiki kilichokuja kufanyiwa hapa na Airtel kitawasaidia watoto wetu kuwa katika mazingira bora na kuwawekea wito ule wa upendo wa masomo. Aidha, Beatrice amesema pamoja na ukarabati huo unaoendelea kufanyika shuleni hapo, kampuni hiyo imetoa msaada wa kompyuta 11 na madawati 250 ili kusaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa samani za madarasa katika shule hiyo. Bwana Shomari, Star TV. Mtazamaji, Bwana Shomari, taarifa yake inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa ni sawa jicho letu mkoani. Msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku, bila kumkosa mzee wa ngumi jiwe Tangol kwenye Gangs of Manila kila siku saa 3:45 usiku. Wale wa Bongo Movies na series za kibongo, basi Mambo TV Swahili ndio nyumbani. Kupitia Novela E+, furahia tamthilia kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Bonnie Bears na nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antenna pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Karibu sana mtazamaji, huu ni sawa jicho letu mkoani. Watu wenye ualbino ni miongoni mwa makundi yaliyo katika hatari kubwa ya kupata saratani ya ngozi kutokana na kuathiriwa moja kwa moja na miale mikali ya jua. Wadau mbalimbali wa afya wamekuwa wakiendesha kliniki maalum ya kuhamasisha kinga na uelewa kuhusu saratani ya ngozi kwa watu wenye ualbino. Chini ya jua kali la Afrika, watu wenye ualbino wanakabiliwa na tishio kubwa lakini lisiloonekana kirahisi:
ugonjwa wa saratani ya ngozi, na hii ni kutokana na ukosefu wa rangi ya asili ya ngozi ijulikanayo kama melanin. Miili yao huwa katika hatari kubwa ya kuathiriwa na miale ya jua. Michael Yindi ana umri wa miaka 68. Anakiri kupata changamoto kubwa wakati wa jua kali. Mionzi ya jua inatuumiza kutokana na kama tutaendelea kutokupata mafuta tunapotembea, hasa jua kali linasababisha ngozi zikiungua, tunapata saratani ya ngozi na baadaye inakuwa ni hatari ya kupoteza maisha. Mzee Yindi anasema vifaa vya kujikinga na jua havipatikani kirahisi. Kwa kweli haviwezi kupatikana kwa urahisi kwa sababu hatuna nyenzo zote zinazoweza kusaidia kupata mafuta hayo. Tegemeo lake linabaki kwa kliniki ya ngozi inayowezesha kupata elimu na vifaa vya kujikinga dhidi ya miale ya jua. Nimehudhuria hapa katika kliniki hii, kwa kliniki ya ngozi. Watu wenye ualbino tunapohudhuria kwenye kliniki ya ngozi tunapata msaada wa kofia, mafuta kwa ajili ya kujikinga na mionzi ya jua. Hapa ni katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekou Touré. Kunaendeshwa kliniki maalum kwa ajili ya watu wenye ualbino ambako huduma mbalimbali zinatolewa ikiwemo uchunguzi na ugawaji wa vifaa vya kujikinga na jua, kama anavyoeleza mganga msaidizi wa ngozi, magonjwa ya zinaa na ukoma, Rachel Peter. Cha msingi zaidi tunatoa elimu kwa sababu dhidi ya kujikinga, na kitu kikubwa ambacho kwao changamoto kubwa ni jua. Kwa wanatoa maelekezo, lakini wanakuja tunawachunguza, tunakagua sisi wenyewe kwa ngozi zao jinsi zilivyo kwa sehemu ambazo tunaziona. Lakini tukipata na changamoto ya awali wanapewa vitu visaidizi vya kukinga na jua kama mafuta zinafahamika kama sunscreen, kofia, vitabu ambavyo vinawakumbusha nyumbani kila siku, miamvuli kwa watoto wadogo. Ndio. Dr. Rachel anasema watu wengi wenye ualbino hupata saratani ya ngozi katika umri mdogo endapo hawatachukua tahadhari stahiki dhidi ya jua kali. Ngozi yao inatakiwa ifunikwe kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo wanavaa kofia, wanavaa nguo ndefu ambazo zinafunika sehemu kubwa sana ya mwili wao, lakini pia na kwenye macho yao wanavaa miwani kwa sababu kama tulivyosema tofauti iko kwenye ngozi, nywele pamoja na macho. Kwa hiyo wanafunika mwili wao kwa asilimia kubwa. Wanapaka mafuta ya kukinga na jua. Mwakilishi kutoka shirika la Standing Voice anasema uwepo wa kliniki kama hizi za mara kwa mara umesaidia kuongeza uelewa kwa watu wenye ualbino. Tunaona kabisa jamii na watu wenye ualbino kwa ujumla wamekuwa na elimu. Mwanzo hakukuwa na hiyo elimu, yani mtu alikuwa haelewi ni namna gani atunze ngozi yake au namna gani mavazi sahihi ni yapi. Lakini toka shirika la Standing Voice limeanza kufanya hizi mobile clinic, watu wamekuwa na mwamko, na hata ukiona asilimia kubwa waliokuja wamevaa mavazi sahihi, lakini wamevaa kofia zenye kingo pana na baadhi yao wana miwani za kuzuia mionzi ya jua. Kauli ya Christina anaungwa mkono na watu wenye ualbino walionufaika na kliniki hiyo. Watu wenye ualbino walikuwa wanafariki kwa sababu ya kukosa uelewa. Kwanza uelewa kuhusu namna ya kujikinga na mionzi ya jua. Nashukuru sana wahisani wanaotuletea hii losheni kwa ajili ya ngozi. Wataalamu wa afya wanasema kuongeza uelewa katika jamii pamoja na kuboresha upatikanaji wa vifaa vya kujikinga na jua ni hatua muhimu katika kupunguza visa vya saratani ya ngozi kwa watu wenye ualbino. Kliniki kama hizi zinalenga kuwapa elimu na ulinzi zaidi ili waweze kuishi maisha yenye afya na usalama. Na mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.
Mtazamaji karibu sana. Serikali imesema mchango wa wanawake katika pato la taifa umezidi kuimarika nchini kupitia ushiriki wao mkubwa kwenye sekta za uzalishaji, usindikaji wa mazao, biashara ndogo za kati pamoja na nyanja za ubunifu na teknolojia. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga katika hafla ya wanawake katika sekta ya biashara na mashirika 2026 iliyoandaliwa na CSW jijini Dar es Salaam, ambapo Waziri Kapinga amebainisha kuwa juhudi za wanawake ni nguzo muhimu inayochochea ongezeko la ajira na kukuza kipato cha kaya, jambo ambalo ni msingi wa ustawi wa uchumi wa taifa. Amesema ili kuendeleza kasi hiyo, serikali imeweka kipaumbele katika kuboresha mazingira ya biashara nchini kwa kufanya marekebisho ya sera na sheria ili ziwe rafiki kwa wawekezaji, kurahisisha usajili wa biashara kwa njia ya kidijitali na kuimarisha miundombinu kwenye maeneo maalum ya uwekezaji ili kuwavutia wajasiriamali wengi zaidi, hususan wanawake na vijana. Wanawake wengi wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo biashara ndogo na za kati, uzalishaji wa bidhaa, usindikaji wa mazao, huduma pamoja na shughuli za ubunifu na teknolojia. Ushiriki huu una mchango mkubwa katika kuongeza ajira, kipato cha kaya na pato la taifa. Tuzo hizo ni ishara ya kuwatambua wanawake waliopambana na kuvuka vikwazo mbalimbali na kufungua milango ya fursa ambayo imekuwa ni nyenzo kubwa ya kujikwamua kiuchumi. Hafla ya leo si tu kwa ajili ya kutoa tuzo, bali pia ni jukwaa la kutambua safari ya wanawake wengi waliopambana kuvunja vikwazo mbalimbali na kufungua milango ya fursa kwa wengine wanaokuja nyuma yao. Wakati mwingine tunasema wanaume sisi tuko strong, sio kweli. It's not true. Wanawake ndio wako strong kwa sababu ya hoja za msingi ambazo wanajaribu kuziwasilisha. Ulimwengu umeelekea huko, tunaonekana sisi strongness is not masculinity, sio misuli. Katika kusaidia upatikanaji wa mitaji, Waziri Kapinga ameeleza kuwa kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO, serikali imetoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 1.6 kati ya Julai 2025 na Februari 2026, ambapo 56% ya wanufaika ni wanawake. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Namna ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Kazini imewahimiza wanawake wa mkoa wa Tabora kutumia majukwaa ya uwezeshaji kujifunza, kuunganisha nguvu na kujenga mtandao wa fursa za kiuchumi. Wito huo umetolewa na Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Kazini, Lahama Kisuo. Amesema kuwa wanawake wana mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, hivyo serikali kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu itaendelea kushirikiana nao bega kwa bega katika juhudi za kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Niwape tu uhakika, Ofisi ya Waziri Mkuu iko nanyi bega kwa bega katika jitihada za wajasiriamali katika kujikomboa, hasa katika maeneo ya mikoa na vijijini. Awali mkurugenzi wa taasisi ya Dada Hudi Mkue Isale amesema jukwaa hilo ni muhimu kwa wanawake kujadili changamoto zao, kujifunza kutoka kwa wenzao na kuhamasishana katika shughuli za kiuchumi ikiwemo kilimo, ujasiriamali na sekta nyingine. Na ndio maana leo kupitia jukwaa hili tunachukua nafasi ya kuwatambua na kuwaheshimu wanawake hawa wa mkoa wa Tabora. Lengo ilikuwa ni kuhamasisha, kuelimisha, lakini kuonyesha kwamba kila mwanamke ana nguvu ya kuwa chapa na kuleta mabadiliko. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo, Maimuna Abasi, Deodata Bandebe na Hadija Ramazani, wamesema licha kupokea tuzo hizo, wameishukuru serikali kwa kuendelea kufungua milango ya fursa kwa wanawake na vijana kupitia sera, mipango na programu mbalimbali za maendeleo. Tuzo hii imenipa hari kubwa kwamba kazi zangu ninazozifanya zina ubora na kazi zangu zinazozifanya katika jamii zinaonekana. Pengine akishiriki kama hivi, akiona mwanamke fulani kaweza, kwa hiyo naye anapata ule kujiamini, akitoka hapo anatoka na kitu kingine na anaenda kuanza. Kwa hiyo tutakapotoka hapa huwa tunatoka na mawazo tofauti. Kama ulikuwa una mtaji mdogo, basi mtaji wako unaangalia uongeze vipi, yani unakuwa tunajifunza mambo mengi. Katika jukwaa hilo, wito umetolewa kwa wanawake wajasiriamali kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo NCCF na WCF ili kujihakikishia usalama wa kiuchumi wa sasa na wa baadaye. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata.
PBZ Bank. Sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sana mtazamaji katika habari za mataifa mbalimbali. Baraza la wataalamu la Iran limemteua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, huku likipuuza vitisho kutoka kwa Marekani na Israeli vya kumuua kiongozi huyo mpya. Charles Machugu ana undani wa habari hizi. Siku 10 tu baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua kiongozi mkuu wa Iran, hayati Ayatollah al-Hussein Javad Sayyid Khamenei, na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita, serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalamu kwa sauti moja limemchagua kiongozi wao mpya. Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 ameteuliwa na kutangazwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wawakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalamu. Ikumbukwe hapo awali rais wa Marekani Donald Trump alimpuuza Khamenei mdogo, akimuita mtu dhaifu asiye na uzito mkubwa, na amesisitiza tena kwamba anapaswa kuwa na sauti katika uteuzi wa kiongozi mpya. Khamenei mdogo anachukuliwa kuwa mwanasiasa mwenye msimamo mkali wa kihafidhina, hasa kutokana na uhusiano wake na jeshi la walinzi wa mapinduzi, Revolutionary Guards, tawi la kiitikadi la jeshi la Jamhuri ya Kiislamu. Wakati bado mashambulizi yakiendelea mitaani, wameonekana raia wakishangilia uteuzi huo, huku baadhi wakiendelea na maombolezo ya kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah al-Hussein Javad Sayyid Khamenei. Bado tukiangazia ukanda wa Mashariki ya Kati. Moshi mzito umesambaa hewani ukitokea kwenye kiwanda cha kusafishia mafuta cha Bapco cha Bahrain Jumatatu hii kufuatia shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Iran na kusababisha majeraha na uharibifu katika eneo linalozunguka kisiwa cha Sitra. Shambulizi la drone limefanywa na Iran nchini Bahrain limewajeruhi raia 32 katika kisiwa cha Sitra. Tukio hili linajiri wakati Iran ikirusha makombora yake ya kwanza kuelekea Israel baada ya kuteuliwa kwa kiongozi mpya mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei. Naye mfalme wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa amelaani mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba. Pia waziri mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ametoa wito wa kupunguzwa kwa kiwango cha vita vya Iran. Kwingineko, Saudi Arabia inasema watu 2 wameuawa wakati kombora lilipoangukia kwenye eneo la makazi nchini humo. Maafisa wanasema tukio hilo limetokea katika serikali kuu ya Al-Khaji, kusini mashariki mwa mji mkuu Riyadh. Ulinzi wa raia wa Saudi Arabia unasema risasi za kijeshi zilianguka kwenye makazi ya kampuni ya matengenezo na usafi. Watu wengine 12 pia wamejeruhiwa. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Je, kiongozi mpya wa Iran ni nani na ametokea wapi? Mojtaba Khamenei alizaliwa mnamo Septemba 8 mwaka 1969 huko Mashhad na ni mtoto wa pili wa marehemu Al Khamenei. Uteuzi wake unakuja ikiwa ni wiki moja tu imepita tangu Marekani na Israel zianzishe vita dhidi ya taifa hilo la Kiislamu. Uteuzi wa Mojtaba, mmoja wa watu wenye msimamo mikali, unaonyesha namna Tehran imechagua njia tofauti na Marekani. Mojtaba mara nyingi anatajwa kama mtu msiri, wakati huo anatajwa kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika utawala wa nchi hiyo, ambapo
Pia anajulikana kuwa na uhusiano wa karibu na kikosi chenye nguvu cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambacho wengi wanaamini ndicho kinachofanya maamuzi ya nchi. Kufuatia uteuzi wake, baraza la wataalam limewataka raia wa Iran kusimama nyuma ya kiongozi wao mpya, licha ya kuwa anaonekana ni kiongozi atakayeendeleza urithi wa babake dhidi ya mataifa ya Magharibi. Mojtaba, ambaye amekuwa nyuma ya pazia katika uongozi wa taifa hilo na wala hajawahi kushika wadhifa wowote wa ofisi ya umma, anaelezwa kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mabaraza yanayofanya maamuzi, hasa kikosi cha mapinduzi cha IRGC. Ushawishi wake ulianza kuonekana zaidi katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2005, ambapo kiongozi huyu mpya anadaiwa kumsaidia marehemu Mahmoud Ahmadinejad kutoka kikosi cha IRGC kumshinda aliyekuwa rais wa nchi hiyo Akbar Hashemi Rafsanjan. Wakati uteuzi wake ukiwa umepokelewa kwa hisia tofauti nchini mwake, Marekani na Israel zimeendelea kusisitiza kutokumtambua kiongozi yeyote, huku Israel ikienda mbali zaidi na kusema kuwa atakuwa shabaha ya mashambulizi yanayoendelea, kauli ambayo imeungwa mkono na Rais Donald Trump anayedai Mojtaba hatakuwa na maisha marefu. Na mtazamaji, tutakaporejea hapa tutadunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari moja. Hizi ni habari za michezo na burudani. Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya kamati ya Olimpiki nchini TOC, wakili Ibrahim Mkwawa, ametangaza uchaguzi wa kamati hiyo utakaofanyika Aprili 12 mwaka huu jijini Dar es Salaam baada ya mabadiliko ya katiba kupitishwa na msajili wa vyama vya michezo wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Awali uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Oktoba 4 mwaka uliopita na kusimamishwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo baada ya kubaini uongozi wa TOC ulitangaza uchaguzi kwa kutumia katiba ya zamani. Wakili Ibrahim ameomba wadau wa michezo kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya TOC. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 10, ninatangaza rasmi kwamba uchaguzi wa viongozi wa kamati ya Olympic Tanzania utafanyika tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026. Kwa mujibu wa kifungu hiki cha 10 kinanitaka kutangaza uchaguzi siku 30 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Uongozi unaomaliza muda wao ndani ya TOC umesema katiba hiyo ina baraka zote kutoka kwa msajili wa vyama vya michezo nchini pamoja na kamati ya Olimpiki ya kimataifa IOC. Kuhalalisha maana yake ni kwamba ni kupiga muhuri wa serikali kwamba kile choko ndani ya hizi katiba na code ziko sawa sawa, na IOC wakapelekewa vile vile, mwanasheria wa IOC akapelekewa nao wakapitia na kutuandikia barua ya uthibitisho, yani approval letter, kwamba sasa uchaguzi unaweza ukaendelea
na uchaguzi kuendelea, ni pande zote tatu zimekubaliana kufanya hivyo. Kwa hiyo tunachoomba kwanza, wenye nia, lakini ndio maana tumeweka katiba pamoja na electoral code kwenye mtandao. Mtu wa kwanza kujipima wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukiona umetosheleza yale mahitaji, tunakukaribisha. Nafasi zinazowaniwa katika kamati hiyo ya Olimpiki ni rais, makamu wa rais pamoja na wajumbe wa kamati ya utendaji ya TOC. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amesema magari matano yaliyokabidhiwa kwa wachezaji na mzabuni jezi ya kampuni ya Jairut wa klabu hiyo si hisani, bali ni njia ya kuwarahisishia usafiri binafsi wanapokuwa wakitumikia klabu yao. Makabidhiano ya magari mapya kwa wachezaji watano wa kigeni wa klabu ya Simba yakichukua nafasi chini ya mkurugenzi wa kampuni ya Jairut Joseph Rwegasira. Ahmed Ali amesema magari waliopewa wachezaji ni sehemu ya mikataba ya wachezaji hao na kuipa kongole kampuni ya Jairut kwa kutekeleza kwa vitendo kile inachokiahidi. Msije mkasema tunampa Traore gari kwa sababu alimdhibiti yule striker wao, hakufurukuta. Tunampa kwa sababu za kimkataba. Ni vema ikaeleweka wazi namna hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru tena Jairut kwa kuzungumza na kutenda yale yote ambayo tumekubaliana. Na tuliwaambia wana Simba kwamba safari hii tumepata mzabuni ambaye anafanya na kutenda, anafanya na kutekeleza, anaahidi na kutimiza. Na hii ni moja kati ya ahadi zake ambazo amekuwa akiziweka kwenye kuboresha maslahi ya Simba, kwenye kuifanya Simba ihame kutoka hapa ilipo kwenda kwenye ubora zaidi. Na yote ambayo aliahidi Jairut yapo kwenye pipeline ya kuyatekeleza. Suala la jezi za maandalizi ya timu zilizotolewa mwanzoni mwa msimu na kuanza kuuzwa mitaani, Ahmed Ali anafunguka. Zimeanza kuuzwa jezi sokoni, ama zimeingia jezi sokoni, almaarufu jezi za pre-season. Ni watangazia wana Simba ya kwamba si Jairut, si Simba Sports Club ambayo imechapisha jezi hizo kwa ajili ya kuuza. Jezi za pre-season zilitolewa maalum kwa ajili ya pre-season, wamevaa wachezaji kwa ajili ya pre-season, na hazijatolewa kopi nyingine kwa ajili ya kuuzwa. Ukiiona jezi ya pre-season Tima Sikilo, ukiiona jezi ya pre-season sokoni mwana Simba, hiyo jezi ni fake. Mkurugenzi wa kampuni ya Jairut Joseph Rwegasira anasema kukabidhiwa kwa magari ya wachezaji hao ni utekelezaji wa mkataba wake na klabu ya Simba. Na moja kati ya makubaliano yetu Jairut na Simba ni kwamba tu facilitate swala la kufanya wachezaji wetu wawe comfortable. Kwa hiyo ni moja kati ya utekelezaji wa mkataba wangu nilionao na Simba kwamba nitanunua hayo magari. So nadhani leo ni siku ambayo tumekutana hapa mkishuhudia, tunaenda kuwakabidhi, na leo kila mchezaji ataondoka na gari lake. Wachezaji waliokabidhiwa magari ni pamoja na Libase Geye, Innocent Loemba, Innocent Oura, Ismail Tole na Jibril Kasari. Abdullah Tilata wa Star TV.